nyingine ambazo zimesalia. Ni mchezaji muhimu sana ndani ya kikosi chetu cha Simba Sports Club. Ni mchezaji ambaye amekuwa ni kiunganishi muhimu mno baina ya wachezaji wapya wanaokuja dhidi ya wachezaji wa zamani, na ni kiongozi vile vile. Anaweza asiwe nahodha kwenye beji, lakini ni nahodha muhimu mno kwenye kuweka kuweka equilibrium kwenye timu yetu. Na leo amepata dakika zake 45 za kiandamizi, amefanya kazi zake pale, na baada hapo akaingia Kante akapokea kijiti akamaliza shughuli. Nyama ameondoka salama. Meridhika. Bado hujamzungumzia Mpanzu. Eli Mpanzu kibisawala Pasi yake ametoa pasi ya goli. Eli Mpanzu na bado Eli Mpanzu hajafikia level yake ya msimu uliopita. Bado anaendelea kukusanya nguvu zaidi, lakini pamoja na kwamba bado hajafikia level yake ambayo sisi tunaifahamu, bado ameendelea kusumbua vile vile, na leo amefanya kazi kubwa. Ametoa pasi kwa Jonathan Soa, na lile goli la Soa ukiliangalia vizuri, mpira alikuja akautuliza afu kapanda juu kidogo, alafu akageuka akapinduka akafunga, alafu alikuwa afunge jingine, kipa wa Fountain Gate akatema, akaja Morris Abraham akapiga kipa kadaka. Kwa hiyo Mpanzu bado anaendelea kuongeza ubora wake, na ndio maana unaona hata walimu wanampa game time ya kutosha ili tuweze kurejea kwenye ubora wake. Uzuri wa Mpanzu ni kwamba akiwa kwenye utimamu wake wa 30% mpaka 40 ana uwezo wa kufanya makubwa sana. Kwa hiyo kijana anaendelea kujiweka sawa sawa. Malizia na Kagoma, naye ametoa pasi ya bao pia kwenye mchezo. Ni nadra sana kumwona Kagoma akicheza kwenye final third ya mwisho ya mpinzani, lakini leo amefika na ametoa pasi, na sio tu pasi, alichukua mali akakokota akafika mpaka mwisho wa mstari wa uwanja akapiga watu wakafunga. Ni ubora ambao ametengenezewa kwamba ukishamaliza majukumu yako ya msingi ya kukaba, nenda katengeneze nafasi ya mabao. Ndio maana umeona baada ya kukaba akafanya pressing, akaokota mali, akatoa pasi ya goli, Simba ikapata bao lake la kwanza maridadi kabisa. Shukrani sana. Nimefurahi ni usiku sasa hivi mimi nyumbani.